Mwanzoni mwa series yetu anaonekanika mwanamke mmoja akiwa amevalia maski nyekundu, na wakati tu ameivaa kuna mwamba mmoja alikuwa amevaa suti nyeupe akawa anamsogelea. Na hii ni pati ya matajiri tupu ndani ya nchi ya Korea, na hapa wanaoingia ni wale wenye utajiri mkubwa na umiliki wa makampuni makubwa ndani ya nchi. Hasa huyu mwamba mwenye koti jeupe la suti akawa ametolewa kando. Bidada hakutaka shobo kabisa, akawa anajiengua kutokea katika eneo hilo, lakini huyu bidada alivutiwa na mwamba mmoja hivi alikuwa amevaa suti nyeusi na anatokea katika familia ya kitajiri sana. Bidada alijitahidi sana kujichetua kujibenua katikati ya mwamba hivi ili mradi tu kuweza kumshawishi jamaa huyu, kwani bidada anatamani kuolewa na familia kama hii. Hasa kinachoendelea ndani ya jumba hili la kifahari ni kwamba hapa wanakutana watoto wa kitajiri tu katika msimu mmoja tu ndani ya mwaka mzima, na huwa ili kuweza kushiriki katika pari hii basi unachangia kama bilioni 1 hivi. Kwa kila mshiriki unayemwona hapo ametoa kama bilioni 1 kuwa mwanachama wa kikundi hiki. Kwa hiyo kupitia pari hii basi matajiri kwa matajiri wanakutana, wanapiga stori, na hapa wanachagua wenza wao wa maisha, yani wapenzi. Lakini si tu kwamba kutoa kiingilio cha bilioni 1 kinatosha. Unaweza ukawa mtoto mdogo lakini hauna elimu, na hapa ndani ili uweze kushiriki ni lazima uwe na masters kwenda mbele. Lakini pia kuna kujiunga na chama rasmi, kuna kushiriki pati na kujiunga na kuwa mwanachama rasmi. Sasa kujiunga ni kipengele kizito sana bana, na mwanzilishi wa hili pati zito ambalo huwa linafanyika mara moja tu kwa mwaka anafahamika kama Madam Yuson. Huyu mama ana pesa vibaya mno, na huyu mwanamama yeye anachoamini ni kitu kimoja tu, kwamba ndoa ni biashara. Kama ukiwa na pesa nyingi sana basi ndoa yako itakuwa nyepesi sana. Hata yeye mwenyewe huyu mama pesa zake zote zinatokana na mume wake ambaye ameparalyze karibia nusu ya mwili wake, na alikubali kuolewa naye kwa sababu moja tu, kwa sababu ya pesa ambazo mwanaume huyu anazimiliki. Na kuanzia hapo mwanamama akaanzisha hicho chama kinachofahamika kama Rex, na kazi yake ni moja tu, kuwakutanisha matajiri na mabilionea wakubwa Korea. Hasa mwanzoni kabisa, kama unakumbuka, kuna kabidada tulianza nako ambako kalikuwa kamevalia maski nyekundu, na baadaye kuna mwanaume mmoja alikuwa amevalia suti nyeupe, kakawa kamemkataa kakamfuata mwanaume aliyevaa nguo nyeusi. Hasa huyu bidada anafahamika kama Yuwei, anaamini kwamba atakuja kufanikisha ndoto yake ya kuja kuolewa na mwanaume mmoja tajiri sana, na kuna mkaka ambaye ni target yake, na kanamviziaga sana mwamba mmoja anayefahamika kama Yanju. Huyu jamaa kwanza ni kijana, alafu pili ana utajiri mkubwa vibaya mno, alafu tatu ni kwamba mwamba yuko single, kwa kanaamini kenyewe ndo kanastahili kuwa naye. Bidada anatumia kila rasilimali alizonazo kuhakikisha tu kwamba hata level yake katika kundi inakuwa kubwa zaidi. Anataka kuwa katika VIP ili iwe rahisi sana kwa yeye kuweza kukutana na yule mwanaume mara kwa mara. Inafikaga hatua mpaka analazimika kutumia rushwa kwenda kuwalipa viongozi ili wampange katika nafasi ambazo zitamsogeza jirani zaidi na huyu bilionea. Lakini tukirudi huku katika mitaa, kuna mwanamke mmoja anafahamika kama Hisan. Huyu mwanamke yuko busy sana wakati wote yule, yuko darasani anafundisha chuoni, na huyu mwanamke alikuwa amepewa taraka muda si mrefu sana. Kwa hiyo anamlea mtoto wake mwenye miaka 13 peke yake. Kwa akitoka shuleni kule anakuja anamtazama mwanae, anamfunika vizuri, anamweka sawa, basi bana mwanamke huyu anaenda kulala usingizi. Lakini siku ya leo mwanamke huyu akiwa yuko katika mitaa ya shule, anaendelea tena kupanga makabati yake fresh, anagundua kwamba kuna ujumbe umeingia katika simu, na huu ujumbe unamwambia anatakiwa kujiunga na Rex. Kumbuka kwamba Rex ni kile kikundi cha wale mabilionea. Huyu bidada akashangaa sana kwa sababu hajawahi kujiunga na kundi kama hili, wala hajawahi kufikiria kwenda kujiunga ndani ya makundi ya ajabu kama haya. Lakini bidada Hisan alipoweza kurudi nyumbani akashangaa kukuta mama yake anampatia business card, anasema nimekutafutia nafasi mwanangu, hakikisha unakwenda kujiunga pale katika kile kikundi cha mabilionea. Na mama akaendelea kusema, mwanangu, kutakuwa kuna mabilionea wengi sana huko, utatakiwa na wewe kwenda kushiriki katika hicho kikao, itakwenda kusaidia hata wewe mwenyewe kupata mwanaume ambaye ana pesa sana, msaidiane kulea mtoto. Lakini bidada Hisan akasema wala yeye hakuzaa mtoto ili aje kusaidiwa na mwanaume yoyote yule. Kama mume wake tu aliweza kuachana naye basi inatosha, yeye atamlea mtoto wake peke yake. Na bidada akatamani kujua mama yake amepata wapi pesa nyingi kiasi kile za kwenda kumchukulia kadi katika lile kundi la mabilionea mpaka kumuingiza binti yake huko. Na kila mama anapozidi kuulizwa, mama akawa anapotezea tu. Sasa hii kitu ikawa inamshangaza binti yake Isa, na akaanza kuuliza, mama, umetoa wapi pesa hizo nyingi kiasi kile? Mimi hata sielewi. Lakini mama akasema, wewe potezea, wewe bana, amini tu kwamba nimekualika basi. Na mama akasema, mimi ninajua ninachokifanya, mimi ni mtu mzima, nimekutangulia, unatakiwa kufuata na kusikiliza yale ambayo mama yako nimekushauri. Sawa mwanangu, fanya hivyo.
hasa wakati bidada anamtazama mama yake namna ambavyo anaongea kwa uchungu akimhamasisha binti yake kwenda kushiriki katika kile chama cha Rex. Akawa anamtazama mkononi, akagundua kwamba mama yake alikuwa hana pete, na kumbe mama ameuza mpaka pete yake ya thamani sana, pete yake ya ndoa, ili binti yake aweze kujiunga tu katika hicho chama cha Rex, angalau siku moja akutane na mwanaume mwenye pesa. Kwa kweli bidada Hissan hakuwa na mpango kabisa wa kuja kuolewa, licha ya kwamba jambo hili lilikuwa limemuumiza sana, lakini alibeba ile kadi na moja kwa moja akaenda kutembelea makao makuu ya Rex kwenda kuirudisha ile kadi. Ila alipofika akaambiwa kwamba anatakiwa kusubiri, kwani hii kadi inatakiwa kukabidhiwa moja kwa moja kwa meneja na hakuna mtu mwingine yeyote anatakiwa kuipokea. Kwa hiyo amsubirie meneja ndo amkabidhi. Hasa wakati bidada Hissan anaendelea kusubiria hapa aweze kutana na meneja, wakati huo meneja alikuwa amekutana na mwanadada Yui. Sasa kumbuka kwamba Yui yuko busy sana, kila wakati anatafuta wanaume wenye pesa na anahangaika kuonga pesa kila siku, na target yake ni mwamba mmoja ambaye yuko single, ana pesa yule jamaa vibaya mno. Sasa yeye ndo target yake. Leo alikuwa akizungumza na meneja. Kwa bahati mbaya Hissan akaweza kumuona Yui. Alishtuka sana baada ya kumuona, na ule mshtuko ukapelekea yeye kuweza kuangusha chungu fulani cha samani vibaya sana pale ndani. Hiki chungu kilivyokuwa kimeanguka, watu wote wakabaki wanashangaa, kwa nini huyu bidada ameangusha chungu hichi cha samani hivi? Na namna Yui na bidada Hissan walipokuwa wakitazamana ni kama wanafahamiana, ni kama vile kuna siri nyuma ya pazia. Ukweli ni kwamba Hissan akakumbuka mbali kwamba alikuwaga na mume ambaye walipendana sana, lakini pia alikuwa na binti yake ambaye alikuwa na performance nzuri sana shuleni. Lakini haya yote yalikuja kuharibika mara moja tu kipindi ambacho Yui aliweza kuingia katika maisha yao. Sasa inaonekana Yui ndiye ambaye aliharibu furaha kabisa ya hii familia ya bidada Hissan, kwani Yui alikuwa ni mwanasheria katika kampuni ambayo mume wake na bidada Hissan alikuwa akifanyia. Lakini licha ya kwamba bidada Yui alikuwa ni mwanasheria katika kampuni ambayo mume wake na bidada Hissan alikuwa anafanyia, basi alikuwa anamtega kila siku, yani alikuwa anamtaka kimapenzi, na lengo lake lilikuwa ni moja tu, kuweza kumchuna pesa zake. Ni kweli kabisa mwanadada Yui aliweza kufanikiwa kumuingiza mwamba mtegoni, basi alimchuna pesa kama zote, na huo ndo ukawa mwanzo wa familia ya bidada Hissan kuweza kuharibika mpaka kuachana na mume wake. Na mzee baba alikuwa anapewa mambo ya moto vibaya mno kutokea kwa bidada Yui, mpaka siku ya kesho yake akasema kwamba mke wangu, unahitaji nikupatie talaka, sihitaji kuwa na mahusiano na wewe. Hissan alihisi kama masiala, lakini ndio hivyo, mume alikuwa anamwacha kimasiala tu ya. Mwanamama alilia sana, kimsimu mume wake alikuwa anafahamika kama Nancy, kuto kuiacha familia yake asifanye masiala kabisa yani, lakini mume akasema yuko tayari kuondoka na hahitaji kuendelea kuishi na huyu mwanamke, na alimwambia kabisa mume wake kwamba mimi niko tayari kukusamehe, najua kwamba unanichiti na mtu ambaye unanichiti naye ni yule bidada Yui, mimi nimekusamehe, naomba tulee mtoto. Akawaka sana mwanamama akisema kwamba sihitaji mwanangu alelewe na single mama wala akose malezi ya baba, sihitaji awage anauliza baba yuko wapi, nahitaji awe anakuona, tafadhali naomba ubakie basi. Lakini mume alikuwa amepagawishwa sana na penzi la bidada Yui, hakumsikiliza kabisa mume wake wakati huo. Basi moja kwa moja akaambatana na bidada Yui na wakaanza maisha ya kimahaba usiku ule ule. Basi bana, maisha yakawa yameendelea baina hawa wawili wakiwa wanaendelea kuenjoy tu mazingira yao ya kimahaba. Sasa mwamba alivyomjinga, baada ya kudatishwa sana kimapenzi, si akajikuta pesa zote ameandika kwa bidada Yui ndio atakayekuwa anasimamia. Hasa siku moja mume akataka kumlipia mtoto wake wa kike yule shuleni ada. Sasa alipokuwa anataka kumlipia ada, kwa bahati mbaya pesa kumbuka zote zilikuwa zimeandikwa sasa kwa jina la bidada Yui, lakini Yui alikataa kabisa. Alichokisema bidada ni kwamba yeye anahitaji kulipa ada kwa mtoto ambaye atatokea katika tumbo lake na sio mtoto wa mwanamke mwingine, hawezi kabisa kutoa pesa hizo. Mwamba Nancy hakuamini macho yake, siku ya leo anasalitiwa na mwanamke ambaye amemwamini ndani ya muda mfupi tu na wamejikuta wamependana sana. Leo hii mwanamke huyu hataki kumpatia pesa zake, ni kama alikuwa ametapeliwa hivi. Halafu jambo baya, kipindi chote cha mahusiano kati yake na bidada Yui alikuwa anaingiza sana hasara ofisi yake, yani alikuwa anatumia pesa ovyo ovyo tu, anachukua pesa anaziandikia pata matumizi ambayo hayapo, ili mradi tu aweze kumfurahisha bidada. Na mambo yalipokuwa yamebuma, basi mume mtu akawa amefukuzwa kazi. Mwamba alilalamika sana, alilia vibaya mno kwamba ameweza kupoteza familia yake, ameweza kupoteza mwanamke aliyempenda kwa dharura, alafu pia ameweza kupoteza mpaka kazi yake. Ilikuwa noma na nusu. Lakini bado mwanamama Hissan alizidi kukutana na yule bidada Yui na kumwambia kwamba najua umenichukulia mume wangu, najua umemnyang'anya kila kitu chake, umenyang'anya pesa zake, lakini pia zaidi ni kwamba amefukuzwa mpaka kazi.
amenipa talaka, ni sawa, naomba sasa hivi basi umtunze mwanaume huyu, usikubali ateseke hata kidogo. Wakati mke mtu yuko kumbembeleza mchepuko aendelee kumtunza mume wake, kumbe mume yuko juu kabisa ya ghorofa anajifikiria kupoteza maisha. Na kabla ya kufa, kwanza akampigia simu mke wake ambaye ameachana naye, akamwambia, najua kwamba nilikusaliti na lengo la kukusaliti ni ule mwanamke anayefahamika kama Yui. Sijaamini macho yangu kwamba ameweza kunisaliti na kuchukua pesa zangu zote. Wakati mume anaendelea huku kulalamika, basi bidada Yui anaendelea kuogelea katika swimming pool, anaendelea kuchapa ulabu taratibu kabisa, anaendelea kufurahia pesa za mwanaume ambaye wakati huu yuko kujifikiria kwenda kujiua. Bidada Hisan namna alipokuwa akimsikiliza mwanaume wake namna ambavyo anaongea, akapata mashaka sana, huenda mwanaume wake anataka kufanya maamuzi ambayo sio mazuri. Haraka sana akawa na wahi eneo la tukio, lakini walishasemaga wahenga kisicholiziki akiliki. Bwana we, mwisho wa siku mume mtu alikuwa amejiachilia juu ya ghorofa mpaka katika gari, mwamba akapoteza maisha. Hakikisha tu kwamba unagusa alama ya kusubscribe, hakikisha tu kwamba umegusa alama ya kulike, kwani episode ya pili inatoka hivi karibuni. Kumbuka ndo kwanza tunaanza kujua mkasa kwa nini hiki chama cha Rex kipo.